Hivi umewahi kujisikia kuwa akili yako haifanyi kazi kama ya watu wengine, au kwamba una uwezo ambao haujui jinsi ya kuutumia? Leo tutazungumzia dalili 10 unazokuwa nazo au anazokuwa nazo mtu mwenye kipaji cha pekee lakini hajijui. Dalili hizi zinaweza kuwa ndogo, lakini zikijumlishwa zinaonyesha akili yenye nguvu, ubunifu na potential ya kipekee. Ikiwa utatambua hata moja, unaweza kuwa mmoja wa watu wachache wanaoishi katika ulimwengu huu wenye kipaji kisicho cha kawaida. Fikiria maisha yako sasa na uangalie kama unapata moja ya hizi dalili. Moja ni uwezo wa kujifunza haraka. Watu wenye kipaji cha kipekee mara nyingi wana uwezo wa kujifunza kwa haraka kuliko watu wengine. Hawana haja ya muda mrefu kuelewa dhana ngumu. Akili zao huchambua taarifa haraka na kuzitumia. Mfano, unaweza kusoma kitabu cha sayansi ngumu na kuelewa concepts zote bila kukosa hatua. Pia unapojaribu kitu kipya, unapata results haraka bila mazoezi yaliyo mengi. Hii si kawaida kwa wengi na ni dalili kwamba akili yako inafanya processing ya taarifa kwa kiwango cha juu sana. Ikiwa umejishuhudia ukiinua ujuzi haraka, hii inaweza kuwa ishara ya kipaji cha kipekee ndani yako. Lakini pili ni uwezo wa kutatua changamoto ngumu. Watu wenye vipaji mara nyingi wana mtazamo wa kipekee katika kutatua matatizo. Changamoto ambazo wengine hawawezi hata kuanza kuzitatua, wewe unaweza kupata suluhisho. Hii inaonyesha unafahamu patterns na connections ambazo si rahisi kwa wengine. Mfano, unapoona tatizo la biashara au project ngumu, unaweza kuona steps zinazohitajika kufanya suluhisho iwe realistic. Uwezo huu unahusisha logical reasoning, creativity na intuition. Ikiwa watu wanakuuliza hii inaonekanaje kwenye suluhisho, na wewe unalieleza kwa urahisi, hii ni dalili kwamba akili yako ni ya kipekee sana. Tatu ni uwezo wa kuona mambo kwa njia ya kipekee. Unaona dunia tofauti sana. Unaona connections ambazo wengine hawaoni. Watu wenye kipaji cha kipekee wana perspectives ya kipekee sana. Kwa mfano, unapokuwa kwenye tatizo, unaweza kuona solution isiyo ya kawaida. Hii haimaanishi lazima uwe artist, lakini una ubunifu wa ndani unaokuwezesha kuona ideas mpya. Wengine wanakosa kuona patterns ndogo, lakini wewe unapata mapenzi ya kipekee ya kuunganisha concepts. Hii inaonyesha kuwa akili yako inaweza kufanya linking ya information kwa njia ambayo si rahisi kwa wengine kuelewa. 4 ni kumbukumbu imara. Moja ya dalili ya vipaji ni memory nzuri sana. Watu wenye kipaji cha kipekee wanakumbuka details zisizo za kawaida. Unaweza kusoma au kusikia kitu mara moja tu, kisha ukakumbuka kwa ufasaha baada ya siku nyingi sana. Hii inahusisha visual memory, auditory memory na analytical memory. Mfano, unaposoma article ngumu, unaweza kuelewa na kuongelea concepts zote bila kukosa kitu. Ikiwa unajikuta ukiweka details za kila kitu unachokiona au kusikia, hii ni dalili kwamba akili yako ina processing capacity ya kipekee sana. 5 ni ndoto zinazoamsha ubunifu. Watu wenye vipaji mara nyingi hupata ndoto zinazowapa inspiration. Ndoto hizi zinaweza kuwa na ideas za inventions, solutions au hata even stories za kipekee. Wengine wanaona ndoto kama random, lakini wewe unaona message au solution ndani yake. Mfano, unapoota ndoto na kuamka na idea ya product au project, hiyo ni ishara kwamba subconscious yako inafanya processing ya kipekee. Hii inaonyesha ubunifu wa ndani ambao unaweza kupeleka maisha yako au career yako kwenye level tofauti na ya juu sana. 6 ni hamu ya kujua zaidi. Curiosity isiyoisha ni dalili nyingine. Watu wenye kipaji cha kipekee hawaishi kwa kufuata crowd. Wanataka kuelewa kila kitu kwa undani. Unapopata ujuzi mpya, unataka kuchunguza zaidi na kupata context nzima.
Mfano, unaposoma science, historia au technology, unapata desire ya kuelewa jinsi kila kitu kinafanya kazi. Hii ni ishara intellectual drive ambayo inakutia nguvu ya kujifunza na ku-create solutions mpya. Ikiwa haukomeki kuuliza maswali na kuchunguza dunia, akili yako basi jua ni ya kipekee sana. 7 ni sensitivity kwa hisia za wengine. Watu wenye vipaji mara nyingi wana empathy kubwa. Unaweza kusikia hisia za watu wengine bila wao kusema maneno. Unapokutana na mtu unajua mchanganyiko wa emotions yake na sababu zake. Hii inaonyesha uelewa mkubwa wa both emotions intelligence na social awareness. Mfano, unapoweza kutoa advice nzuri kwa mtu bila kuwauliza wengi, au kujua mtu anahitaji msaada bila kusema. Hiyo ni dalili ya kipekee ya akili yenye sensitivity kubwa. 8, unaona tatizo na kutoa solutions bila mtu kukuuliza. Hii ni dalili ya problem solving instinct. Akili ya kipekee inafanya processing ya information na kuona possible solution kabla ya wengine kufikiri. Mfano, kwenye project unaweza kuona weakness au kuprevent problem kabla haijatokea. Hii ni ishara ya uongozi, foresight na analytical mind ambayo si kawaida kwa wengine. Ikiwa mara nyingi unajitahidi kusaidia au kutoa ideas bila kuulizwa, basi akili yako ni genuine. 9 ni kutaka kuwa pekee au tofauti. Una hisia za kuwa tofauti. Unapenda kuunda njia yako mwenyewe badala ya kufuata cloud. Watu wenye kipaji cha kipekee hawawezi kufuata mainstream bila kufikiria. Wanapenda creativity, original thinking na innovations ideas. Hii ni dalili kwamba akili yako haifanyi kazi kwa patterns za kawaida, bali inatafuta njia mpya ya kufanikisha mambo. Ikiwa unajisikia kuwa tofauti au unataka kuunda lifestyle au career yako kwa njia yako, basi hiyo ni ishara ya kipaji cha kipekee. 10 ni kuona mabadiliko ya dunia kama fursa. Watu wengine wanashughulikia challenges kama vikwazo, lakini wewe unaona fursa ndani yake. Unaweza kuona potential ya growth, innovation au solutions ambazo wengine hawaoni. Hii inaonyesha vision na leadership potential. Mfano, unaposikia kuhusu industry change, unaona opportunity ya biashara au skills development. Hii ni dalili kwamba akili yako inafanya processing ya complex scenarios na kuona mustakabali, si tu kwa sasa. Ikiwa unaona dunia kwa eyes ya fursa badala ya vikwazo, basi wewe una kipaji cha kipekee sana. Kila dalili hizi inaweza kuonekana ndogo, lakini ukiunganisha zote zinaonyesha uwepo wa akili yenye nguvu, creativity na potential ya kipekee. Fikiria maisha yako, unataja dalili gani unazoona ndani yako. Share experience yako kwenye comments. Subscribe kwenye channel hii kwa tips zaidi za kugundua uwezo wako, na usisahau kubonyeza bell notifications ili usikose videos zetu mpya. Kila mmoja wetu ana kipaji cha kipekee ndani yake. Jambo la muhimu ni kutambua na kuvitumia vyema. Mimi nasema asante, tutakutana kwenye video inayofuata. Bye bye.